Dead Hand unaojulikana rasmi kama Perimeter ni miongoni mwa mifumo yenye utata mkubwa zaidi katika historia ya silaha za nyuklia za Urusi. Jina Dead Hand limeibua taswira kwamba Urusi inaweza kuanzisha mashambulizi ya nyuklia bila mtu yeyote kutoa amri, lakini ukweli ni mgumu zaidi kuliko simulizi hilo. Mfumo huo ulianzishwa katika kipindi cha vita baridi, wakati Umoja wa Kisovieti ulihofia uwezekano wa kushambuliwa kwa ghafla na Marekani au NATO kwa kiwango ambacho kingeangamiza vituo vyote vya uongozi na mawasiliano ya kijeshi. Tatizo walilokuwa wakijaribu kulitatua lilikuwa moja tu: ikiwa nchi imeshambuliwa kwa nyuklia na viongozi wake wote pamoja na vituo vya amri vimeharibiwa, nani atahakikisha kwamba uwezo wa kulipiza kisasi bado unafanya kazi kikamilifu? Hapo ndipo dhana ya perimeter ilipoingia. Perimeter unaweza kueleweka kama sehemu ya mfumo mpana wa kuhakikisha kile kinachoitwa second strike capability, yaani uwezo wa nchi kulipiza kisasi baada ya kuvamiwa kwa shambulio kubwa la nyuklia. Mantiki yake ni ya kuzuia vita, sio tu kuanzisha vita. Mpinzani anapaswa kuamini kwamba hata akifanikiwa kuharibu vituo vya amri vya nchi yenye silaha za nyuklia, bado hawezi kuzuia kabisa mashambulizi ya kulipiza kisasi. Hii inaunda kile kinachojulikana kama Mutually Assured Destruction au MAD. Kwa lugha rahisi, ujumbe wake ni ukianza vita vya nyuklia ukifikiri unaweza kutuangamiza kabisa, bado kuna uwezekano wa kulipiziwa kisasi kwa uhakika mkubwa zaidi. Hofu hiyo ndio inayokusudiwa kumfanya mpinzani asianzishe shambulio la kwanza. Sasa swali linakuja, je, Dead Hand inajirusha yenyewe? Hili ndilo eneo ambalo mara nyingi kuna mkanganyiko mkubwa. Taswira maarufu ni kwamba Dead Hand ni kompyuta inayosubiri tu kuona kama Urusi imepigwa nyuklia, kisha inajiamulia yenyewe kurusha makombora yote. Hiyo sio namna sahihi ya kuielezea. Maelezo ya mfumo yanaonyesha kwamba Perimeter uliundwa kama mfumo wa dharura wa mawasiliano na amri wenye lengo la kuhakikisha amri ya kulipiza kisasi inaweza kufikishwa kwa vikosi vya kimkakati hata kama miundombinu ya kawaida ya mawasiliano imeharibiwa. Kwa hiyo, si sahihi kuuchukulia kama roboti anayefanya uamuzi wa vita bila binadamu. Kuna pia usiri mkubwa kuhusu hali yake ya sasa, usanifu wake wa kisasa na kiwango ambacho vipengele vyake vya awali bado vinafanya kazi. Maelezo mengi yanayopatikana hadharani yanatokana na taarifa za kihistoria, maelezo ya wataalamu na vyanzo vya wazi, si ramani kamili ya mfumo wa sasa wa Urusi. Wakati wa vita baridi, Marekani na Umoja wa Kisovieti zilikuwa na maelfu ya silaha za nyuklia na mifumo mbalimbali ya kuzifikisha kwenye malengo. Moja ya hofu kubwa ilikuwa decapitation strike, yaani shambulio linalolenga kuharibu uongozi wa kisiasa na kijeshi pamoja na vituo vya mawasiliano kabla nchi haijatoa amri ya kulipiza kisasi. Ikiwa mpinzani angeweza kufanya hivyo, angeweza kuamini kwamba ameshinda vita vya nyuklia. Perimeter ilikusudia kupunguza uwezekano huo. Mfumo huu ulikuwa sehemu ya mantiki mapana ya Soviet ya kuhakikisha kwamba kuharibu uongozi hakumaanishi kuharibu uwezo wa kulipiza kisasi. Hii ndiyo sababu Dead Hand ina umuhimu mkubwa katika historia ya deterrence ya nyuklia. Kwa upande mmoja, mfumo kama Perimeter unaweza kuongeza deterrence. Ikiwa Marekani, NATO au mpinzani mwingine anaamini kwamba shambulio la kwanza haliwezi kuzuia kulipiza kisasi, motisha ya kuanzisha shambulio hilo inapungua. Lakini kwa upande mwingine, mfumo wa aina hii unaweza kuongeza hatari ya false alarm. Fikiria hali ambapo mfumo wa tahadhari unapotambua tukio kama shambulio kubwa, lakini kwa kweli ni hitilafu ya kiufundi, taarifa iliyokosewa au tukio lisilo la kijeshi. Katika mazingira ya nyuklia, tofauti kati ya taarifa sahihi na taarifa potofu inaweza kuwa na madhara makubwa kweli kweli. Ndiyo maana mifumo ya command and control ya nyuklia ni mojawapo ya maeneo nyeti zaidi katika usalama wa kimataifa. Perimeter haipaswi kueleweka kama kitufe kimoja kinachofungua silos zote na kurusha kila kombora la Urusi. Mfumo wa nyuklia wa Urusi ni mtandao mkubwa unaojumuisha uongozi wa kisiasa, command and control, vituo vya mawasiliano,
vikosi vya makombora ya ardhini, manowari za nyuklia na ndege za kimkakati. Perimeter ni sehemu ya dhana hiyo pana ya kuhakikisha uwezo wa kulipiza kisasi unaweza kuendelea hata baada ya shambulio kubwa. Kwa hiyo, kusema Dead Hand inaweza kurusha kila kombora la Urusi yenyewe ni kurahisisha sana jambo ambalo ni tata zaidi. Je, Dead Hand ama Perimeter ni kama automatic retaliation? Kwa kiasi fulani, ndiyo, ni kama automatic retaliation, lakini si kwa maana rahisi ya kwamba mfumo kujitegemea kabisa. Dhana muhimu hapa ni automated backup command system. Badala ya kutegemea kabisa njia za kawaida za mawasiliano, mfumo wa dharura unaweza kusaidia kuhakikisha kwamba amri ya kulipiza kisasi inawafikia vikosi vinavyohusika katika mazingira ambayo miundombinu ya kawaida imeharibiwa. Hii inafanya Perimeter kuwa sehemu ya falsafa ya Soviet ama Urusi ya assured retaliation. Perimeter inaonyesha kwa nini vita vya nyuklia havihusiani tu na idadi ya makombora. Kinachohesabika pia ni command and control, early warning, mawasiliano, uwezo wa second strike, survivability na uwezo wa viongozi kufanya maamuzi wakati wa mgogoro. Marekani pia ina mifumo mingi ya kuhakikisha kwamba uwezo wake wa nyuklia hawezi kuangamizwa kwa shambulio moja. Hii ndio sababu nchi zenye silaha za nyuklia hutumia mchanganyiko wa makombora ya ardhini, manowari na ndege za kimkakati. Lengo ni kufanya iwe vigumu zaidi na sana kwa mpinzani kuharibu uwezo wote wa kulipiza kisasi kwa wakati mmoja. Dead Hand linamaanisha kana kwamba hata baada ya uongozi wa nchi kufa, mkono uliokufa bado unaweza kulipiza kisasi. Lakini jina hilo pia limechangia kuifanya Perimeter ionekane kama mfumo wa doomsday usiodhibitiwa. Ukweli wa kimkakati ni tofauti. Kiini cha mfumo sio kutafuta vita vya nyuklia, bali kuhakikisha kwamba hakuna adui anayeamini anaweza kushinda vita hivyo kwa kumpiga mwingine kwanza. Huo ndio msingi wa deterrence. Kuna taarifa za wazi kutoka Urusi na vyanzo vya kihistoria zinazoonyesha kuendelea kuwepo kwa dhana ya Perimeter, lakini maelezo kamili kuhusu usanifu wake wa sasa, hali yake ya utendaji na taratibu zake za ndani ni siri za kijeshi. Kwa hiyo, madai ya kusema kwa uhakika kwamba mfumo wa sasa unafanya kazi kwa namna fulani maalum yanapaswa kuchukuliwa kwa tahadhari, isipokuwa yaungwe mkono na ushahidi wa kuaminika. Dead Hand au Perimeter sio tu hadithi ya mashini inayoweza kuanzisha vita vya tatu vya dunia. Ni zao la mantiki ya vita baridi, kuhakikisha kwamba shambulio la kwanza la nyuklia haliwezi kuondoa kabisa uwezo wa kulipiza kisasi. Na hapo ndipo kuna kitendawili kikubwa. Mfumo kama huu unaweza kuzuia vita kwa kufanya shambulio la kwanza lionekane kuwa la kujihusisha na kujiangamiza. Lakini wakati huo huo, uwepo wa mifumo ya amri na tahadhari inayotegemea teknolojia, taarifa na maamuzi ya kibinadamu unaonyesha hatari nyingine: makosa ya taarifa, hitilafu za kiufundi au kutokuelewana wakati wa mgogoro mkubwa. Kwa hiyo Dead Hand haipaswi kueleweka kama silaha inayotishia kwa sababu tu inaweza kurudisha makombora. Inatisha zaidi kwa sababu inaonyesha kanuni moja ya msingi ya ulimwengu wa nyuklia. Mara tu nchi zinapokuwa na uwezo wa kuhakikisha kwamba zinaweza kulipiza kisasi baada ya kuangamizwa, vita vya nyuklia vinaanza kuwa mchezo ambao mshindi anaweza asiwepo.